Watu 10 wakazi wa Sumbawanga mkoani Rukwa wamefikishwa katika mahakama ya kimkazi Sumbawanga kwa kosa la uhaini na kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Makosa ambayo wanatuhumiwa kuyafanya kati ya mwezi Machi mpaka Oktoba 30 mwaka 2025. Akisoma mashtaka hayo, wakili wa serikali David Mwakibolwa amewataja watuhumiwa hao kuwa ni Grace Sixto Mafuta mwenye umri wa miaka 42, Samson Baruti Noel mwenye umri wa miaka 25, Isaac Melimeli Miamba mwenye umri wa miaka 24, Frank Charles Nyasio umri wa miaka 42, Philbert Jolam Malela umri wa miaka 29, Ernest Kanoni umri wa miaka 24, Meshak Chazi Mwambinga umri wa miaka 25, Alfred Justin Bendera umri wa miaka 22, Boniface Richard Kalezu umri wa miaka 30 na Daudi Evod Machelela umri wa miaka 22. Washtakiwa hao wamepandishwa kizimbani siku ya jana Novemba 10 na kusomewa mashtaka mawili ya kesi namba PI 16146 mkwaju 2025 mbele ya hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama ya kimkazi Sumbawanga Mheshimiwa Kisasila Saguda. Akisoma mashtaka hayo, wakili wa serikali David Mwakibolwa amesema kosa la kwanza ni kuwa kwa nyakati tofauti ya mwezi Machi mpaka Oktoba 30 mwaka 2025 katika maeneo tofauti ndani ya mkoa wa Rukwa walikula njama na kutenda kosa la uhaini chini ya kifungu cha sheria namba 384 cha mwenendo wa makosa jinai marejeo ya kifungu cha 16 cha mwaka 2023. Katika kosa la pili, wakili wa serikali amesema washtakiwa hao walitenda kosa la uhaini chini ya kifungu cha 39 (2) D cha pili cha sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 marejeo ya mwaka 2023, ambapo maelezo ya kosa ni kuwa washtakiwa mnamo tarehe 30 ya mwezi wa 10 mwaka 2025 katika mji wa Sumbawanga walikuwa na nia kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na kuitishia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kujiingiza kufanya fujo na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali za serikali zinazotumika kutolea huduma muhimu. Baada ya kusomea mashtaka hayo, hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama ya kimkazi Sumbawanga Mheshimiwa Kisasila Saguda amewataka washtakiwa hao kutojibu chochote hadi hapo shauri hilo litakapokwenda kusikilizwa kwenye mahakama kuu. Upelelezi wa shauri hilo bado hujakamilika kwa makosa hayo mawili na kwamba makosa yote hayana dhamana na washtakiwa wamerudishwa mahabusu hadi tarehe 24 mwezi wa 11 mwaka 2025 kesi itakapotajwa tena.